nashukuru wakati huu kuna mvua. Ningependa kuuliza gavana wetu kwamba ile mbolea iko Eldoret iweze kufika hapa Moibeni ili wakulima waweze kupata kwa njia rahisi. Value ya watu hapa ni wakulima. Hawa wakulima ndio wanalisha Kenya. Na mimi nataka tu niseme ya kwamba nyinyi wakulima, huu ni mwezi wa kulima, muweze kupanda mahindi, na vile nimeuliza gavana kwamba mbolea iweze kufika hapa na mahindi ili wakulima wasiende kutafuta transport kutoka mbali ili wafike hapa nyumbani. Mambo ya kusajili mambo ya SHA tuipatie nafasi, kwa kuwa hiyo ndio sasa dirisha ya kumaliza mambo ya matibabu kwa njia ya urahisi. Watu wengi wanaugua, lakini msikize, serikali inasema muweze kufanya registration so that mambo ya matibabu inakuwa rahisi katika Wakenya wote. Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Sisi vile mnaona hapa, hawa viongozi wamewacha kazi yao ili wahubiri mambo ya kukua pamoja katika taifa letu la Kenya. Sisi tunataka kuuliza kwamba itakuwaje wewe unataka kuongoza nchi, lakini matamshi yako ni ya jikoni, matamshi yako ni ya ukabila. Wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Sisi hatuwezi kuwa Wakenya Kalenjins. Sisi ni Wakenya. Ni tofauti tu, huyu father amehubiri kwa njia ya Kikatoliki, lakini wasikizaji wa kwenda mbinguni ni wengi sana.